Mkulima majani chai siku ya leo ndiyo peke yake ambayo amelimbikiziwa kondi 42 kwenye majani chai ambayo analima, na majani chai ni kilimo cha msingi. Hiyo hatari imekuweko kwa miaka kadhaa, lakini kuna hatari moja mpya ambayo iko mbele yetu. Kwanza, majani chai yetu tumekuwa tukiuza katika nchi za Sudan, Iran, tumekuwa pia tukiuza Pakistan na nchi za Kiarabu, kwa sababu hata neno chai ni neno la Kiarabu, kwa sababu nchi nyingi sana za Amerika wanakunywa kahawa, isipokuwa sasa pia Uingereza wanatumia majani chai. Matatizo ambayo yako mbele yetu, moja, tumepoteza soko la Sudan la majani chai. Kwa nini? Kwa sababu tulipeana hati ya usafiri tukapatia katika watu ambao ni magaidi, watu ambao ni hatari katika jamii ya kimataifa. Kwa hivyo tunapoongea majani chai ambao yetu ya Kenya tulikuwa tunauzia wa Sudan, saa hii Waganda ndio wanauza huko. Hiyo ni kusema tumepoteza soko la Sudan kwa Uganda. Kwa hivyo tujue hiyo soko hatuna, na imekuwa ni soko kubwa sana na la karibu ambalo tulikuwa tunaimundu kwa sababu gharama ya usafiri ilikuwa chini. La pili ni kwamba tumepoteza soko pia ya milki ya Kiarabu. Ukiangalia wale watu wengi wafanyabiashara ambao walikuwa wanatumia majani chai washaandika barua kwa taasisi inayoshughulikia udhibiti wa majani chai, Tea Board of Kenya, wakiwaambia kwamba ile nyongeza ya serikali ya 0.8 ya kondi inayotozwa wanunuzi, sio wauzaji, wanunuzi, wakasema hata imundu. Na kwa hivyo wale walikuwa wanatunulia majani chai katika mnanda wa Kenya wamehama kununua majani Rwanda moja kwa moja. Kwa hivyo soko ya Kiarabu tumepoteza kwa Rwanda. Alafu la mwisho ni kwamba soko ambalo lilikuwa ni kubwa tena sana lilikuwa soko la Iran, nchi ya Kiajemi ya Iran. Lakini pia tumekuwa na matatizo kwa sababu wakati walinunua majani chai ya takriban bilioni 3, mabwenyenye na wakiritimba ambao wako kwenye serikali, wanajuana na serikali, walikuja wakauza majani gushi, wale waanjemi wa Iran wakakasirika. Na kumekuwa na kesi wamekuwa kifuatilia hata kabla ya vita vya Amerika na Iran kuanza. Kwa hivyo nayo hiyo soko tumepoteza. Na kuweka kindonda chumvi ama kuweka kindonda msumari moto, serikali imeongeza katika mswada wa kifedha wa mwaka 2026 inanuia kuweka 5% ikiwa ni kondi kwa wanunuzi ama kwa mazao ya majani chai, kahawa na maparachichi. Sasa nataka kuuliza serikali, mbona mkulima majani chai amemalizwa? Tayari kumekuwa na malalamiko. Kondi za Kenya zenyewe ni 42. Wanunuzi wamepotea kwa sababu ya nyongeza ya nukta 08 tayari ya wanunuzi, lakini bado tunataka kuongeza tena kondi ya 500. Kilimo cha msingi, mkulima wa kahawa njuzi ndo ameanza kujaribu kuinuka. Hata taasisi ambayo inafaa kushughulikia mambo ya kahawa, Coffee Board of Kenya, haijaundwa. Mkulima huyu anajaribu kuinuka, tayari amebandikwa kondi. Mkulima wa maparachichi ambaye ameshuka bei, sasa ananunuliwa moja shilingi 19 kubwa ya hash na fuete, tena anataka kulipikiziwa 5%. Nataka kuuliza serikali, hakuna nchi yote ambayo inatoza kondi kwa kilimo cha msingi, na tena sasa tunaona mmetuelekeza mnataka kututekeleza kutuongezea kondi katika kilimo cha msingi bila kutupatia nasaha yoyote, bila kutupatia ruzuku yoyote. Kwa hivyo ningetaka niseme mapema, na ndio watu wajue, viongozi ambao wanaka katika bunge la kitaifa, mswada wa kifedha ambao mnaletewa wa 2026, mjue kwamba iko na 5% ya kondi ambayo inaenda kufinya wakulima majani chai, wakulima wa parachichi na kahawa. Ole wenu kama mtapitisha, kwa sababu ule mswada na wa kifedha haukuji katika bunge la Seneti. Kwa hivyo mimi ningeomba mbunge yote ambaye ametoka eneo ambao linakuzwa majani chai,
eneo linakuzwa parachichi, eneo ambalo linakuzwa kahawa, msikumbali kupitisha kipengele cha kuongeza nyongeza za kodi katika ukulima msingi wa hizo bidhaa ambazo nimetaja, kwa sababu mkipitisha mtakuwa mmemaliza wakulima. Kwa serikali, waziri wa ukulima ambao umeadimika kama wali wa ndaku, kamburi la mbaniani ama maji ya kukaanga, haupatikani hata kuweza kuzuruisha maneno ya wakulima. Nikwambie kwamba mahali umetoka tayari wakulima ambao nimetaja hapa wanahadhirika kama kutaendelea hivyo. Na nikimalizia niseme ya kwamba hili jambo nimeleta si ya kusema kwa sababu kila kitu kisema tunaambia huyu ni wa Munyoro ni nini, hapana. Majani chai ambayo yanatoka mengi sana yanatoka Kericho, Nandi, Bomet. Sasa uchunge usije ukaadhiri hata wakulima ambao wenyewe ndio wanakupatia wanakuunga mkono. Na kwa hayo mengi na machache, mimi nitakomea hapo katika swala hilo. Kwanza ningetaka kumjibu gavana wangu Anne Mumbi Waiguru, kwa sababu nimeona juzi katika eneo la Mwea ameenda kuomba msamaha kwa niaba ya serikali kwa sababu ya kutimuliwa kwa aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Ningetaka nimwambie gavana hatuwezi tegemea kupata haki mbele ya watu ambao wananufaika kwa matatizo yetu. Ya kwanza alisema kwamba ni wabunge walifanya hivyo, lakini mimi kwa bunge la Seneti najua kulikuwa na sinikizo kubwa sana kutoka kwa serikali na Rais William Samoei Ruto, na kwa hivyo Waiguru alikuwa ni mmoja wao, alikuwa anatarajia kunufaika pakubwa na kungatuliwa kwa aliyekuwa naibu wa rais. Mimi habari ninayo, alikuwa amenunua marinda mpya, zile viatu refu alikuwa amenunua, alikuwa anapiga tizi smile kila mahali, hata meno alikuwa ameoshwa, saruni ameenda, kila kitu alikuwa amefanya. Lakini kwa sasa anakuja kusema anatuomba msamaha. Mtu aliyeridhi, aliyenukua anafanya mpango kichini chini gizani kumuridhi ndugu yake, ndugu Harisa, ndugu wa damu, alikuwa ananuia kumuridhi akiwa hai, ndio sasa anakuja kutuomba msamaha. Kitu ya kwanza ningemwambia gavana, huo msamaha kwanza yeye hana uwezo, kwa sababu ni gavana peke yake wa Kirinyaga. Serikali iko na msemaji wa serikali na iko na rais mwenye alihusika pakubwa katika mambo hayo. Hata kotini mlisikia kwamba alikuwa anapiga mpaka simu kuuliza hali ya aliyekuwa naibu wa rais. Si kwa uzuri, lakini ilikuwa kwa umbaya. Lakini gavana wangu leo nataka nimwelekeze mahali anaweza enda kutoa msamaha kwa sababu ya kuoshwa meno, kununua marinda, kukimbia. Hata ninasikia alikuwa tena anapiga, walikuwa karibu kule wanazunguka kila mahali. Wengine huko wanapiga kichwa gomba huko, wakipiga venye atakuwa anapita kwenye jukwaa, anauliza hali ya hewa ili linda lake lifanane na mawingu. Kila kitu alikuwa amefanya. Aombe msamaha kwa sababu ya hilo ambao alifanya, na tunajua yenye alifanya kwa giza chini chini. Hiyo anaweza kutuomba msamaha. Ya pili niseme ya kwamba yaliyotokea yalitokea. Na watu wa Kirinyaga si watu wanjinga. Sinikizo la mtu ambaye anakula mavune huwezi kufanya mtu wa Kirinyaga akule mbegu zake. Mbegu zetu tutazipanga mwaka ujao. Na kwa hivyo ningetaka kuambia gavana anamaliza kuni akichemsha mawe. Haya hivi. Watu wa Kirinyaga washafika mahali wamefika. Kama ni kupewa maelekezo, atapewa maelekezo na watu ambao wanaongoza vilivyo, na watu ambao wanasikia kilio chao, sio mtu ambaye amekuja kunufaika tu. Na nataka kumwambia gavana, uwezi lia na mwewe na wewe ni kunguru. Kwa hivyo nimalizie kwa kusema sisi hatuko tayari kupokea huu msamaha wako gavana Waiguru. Unaweza upeleka mahali pengine, kwa sababu wakati alikuwa anang'atuliwa mwenye alikuwa anaongea vibaya mno ni wewe, kumtusi Rigiji. Saa hii unaona, sasa hii unaita ground imeharibika kabisa, mambo yameenda mrama, hakuna mahali unashika panashikika, mambo magumu. Na tunajua pia unatafuta mahali ya kukaa, na tunajua kwamba ukisikia msamaha unaotoka kwa msaliti, huo si msamaha. Anakuwa kidogo anaudhika kwa sababu alishikwa, na kwa hivyo msamaha ya msaliti hatutaki, na hakuna wakati tutakumbalia na msamaha. Na tunajua ya kwamba hata tukikumbali hilo,
mtia chui zizini haishiwi na kilio, atakula tena kondoo. Kwa hivyo hilo la Waiguru, msamaha wako peleka mahali pengine ambapo sisi tushaenda mbele, kwa sababu muhimu wetu hauko hapo. Kwa hivyo sisi tumetembea. Na niulize gavana, unatoa nguvu wapi ya kuja kujaribu kutuuzia misamaha yako, wakati mchele ambao tunalima upande wa Mwea bado uko kwa maghala? Tumeletewa mchele kutoka nje, bei imeteremka kutoka shilingi 85 mpaka shilingi 60. Unatoa nguvu wapi wakati maghala yetu imejaa mchele ambao wanja nunuliwa na serikali na walituahidi kwamba atakuja kubeba ule mchele? Unatoa nguvu wapi wakati barabara za wakulima mchele azipitiki kuliko uzifanye? Unatoa nguvu wapi wakati hospitali zetu zote zimekaa ni kama magofu, dawa hamna, madaktari wanalia kila uchao? Unatoa nguvu wapi? Unatoa nguvu wapi wakati walimu wa shule za chekechea na watoto wanasomea kwenye magofu yasiyo dhamani, ni kama wazazi walikosea kuzaa? Unatoa nguvu wapi ya kuja kutuomba msamaha wakati baada ya miaka 8 sisi peke yetu ndio hatuna mfumo wote wa kulisha watoto wa chekechea? Ningekuomba kwamba unapomalizia na kutembea na kwenda, kwa heshima fanya kitu kimoja ambacho tutakukumbuka nacho. Wacha siasa nyingi. Najua wewe umekuwa na mazoea ya kwamba unatoka kwa serikali hii kuvuka ingine, lakini hapa umeambulia patupu na mzoea kukalia kutikafu kuanguka si ajabu. Siku yako imefika, na kwa hivyo ningekuomba malizia kwa kufanya kazi nao mfano wananchi wa Kirinyaga. Hii ingine ya siasa achana nao. Tushakupatia miaka 8, funga virago zako, uondoke taratibu na upange ni nini utaacha kukumbukwa nalo katika kaunti ya Kirinyaga.